Huu ni msikiti wa Maka na hii ni Al-Kaaba. Hili ndio eneo linalowatoa maelfu ya Waislamu duniani kote kila mwaka kuja hapa kutimiza moja ya nguzo kuu 5 za Uislamu. Lakini katika Al-Kaaba kuna kona moja maarufu zaidi miongoni mwa Waislamu. Katika kona moja ya Al-Kaaba, katikati ya mamilioni ya watu wanaozunguka nyumba hiyo tukufu kila mwaka, kuna jiwe ambalo limebeba historia ndefu kuliko falme nyingi za dunia. Hili ni jiwe jeusi, Al-Hajar Al-Aswad. Kwa macho ya kawaida linaweza kuonekana kama jiwe dogo lililowekwa ndani ya ukuta wa Al-Kaaba, lakini kwa mamilioni ya Waislamu duniani, jiwe hili si jiwe la kawaida. Ni alama ya historia, ibada na uhusiano wa kiroho unaounganisha dunia na zama za kale mno. Historia yake inaanza muda mrefu kabla ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Katika simulizi za Kiislamu inaelezwa kwamba jiwe hili liliteremshwa kutoka peponi. Lilikuwa jeupe zaidi kuliko maziwa, lenye nuru na usafi mkubwa. Lakini kadri vizazi vya wanadamu vilivyopita, madhambi ya watu yakasemekana kuwa sababu ya kubadilika kwa rangi ya jiwe hilo mpaka kufikia hatua ya kuwa jiwe lenye rangi nyeusi. Na hapa ndipo siri yake ilipozidi kuwagusa wengi duniani. Kwa sababu jiwe jeusi limekuwa kama shahidi wa historia ya mwanadamu. Limeona vizazi vikija na kuondoka, limeona falme zikijengwa na kuanguka, limeona mamilioni ya watu wakisimama mbele ya Allah kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Wakati Nabii Ibrahim, amani iwe juu yake, pamoja na mwanawe Ismail walipopewa jukumu la kuijenga upya Al-Kaaba kwa amri ya Allah, jiwe jeusi likawekwa katika sehemu yake maalumu. Na tangu siku hiyo likawa sehemu ya nyumba tukufu zaidi katika Uislamu. Karne zikapita, watu wakaanza kuipa Al-Kaaba heshima kubwa, lakini kama ilivyotokea katika historia nyingi za mwanadamu, baadhi yao wakapotea njia. Masanamu yakajazwa kuizunguka Al-Kaaba na ibada safi ikaanza kuchanganywa na mambo mengine ya kishirikina. Lakini jiwe jeusi lilibaki mahala pake pale pale, kama shahidi anayesubiri kurejea kwa ukweli halisi. Na ukweli huo ukaja kupitia Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Kabla hata hajapewa utume, watu wa Maka waliwahi kugombana kweli kweli kuhusu nani angepata heshima ya kulirejesha jiwe jeusi mahali pake baada ya ukarabati wa Al-Kaaba. Mvutano ulikuwa mkubwa kiasi kwamba karibu vita vizuke kati ya makabila. Lakini Muhammad akaleta suluhisho ambalo lingeonyesha hekima zake kwa umma. Aliliweka jiwe hilo juu ya kitambaa, kisha viongozi wa kila kabila wakashika pembe za kitambaa hicho pamoja. Walipolifikisha mahala pake, Muhammad mwenyewe akaliweka kwa mikono yake. Na kwa mara nyingine mgogoro ukageuka kuwa umoja. Baadaye Uislamu ulipoenea kwa kasi, jiwe jeusi likaendelea kuwa sehemu muhimu ya ibada ya hija. Waislamu wanapofanya tawaf kuizunguka Al-Kaaba huanzia karibu na jiwe jeusi. Wengine hulibusu ikiwa wanaweza kulifikia, wengine huligusa na wengine hulielekea kwa mikono yao kutoka mbali. Heshima ya jiwe hilo haimaanishi linaabudiwa. La, hili ni jambo muhimu sana kulielewa. Heshima yake haitokani na kuwa lina nguvu za kiungu, bali linaheshimiwa kwa sababu limeunganishwa na historia ya ibada ya Allah,
na kwa sababu Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, yeye mwenyewe aliliheshimu. Imepokelewa kwamba Umar ibn al-Khattab, mmoja wa maswahaba wakubwa wa Mtume Muhammad, aliwahi kusema mbele ya jiwe jeusi, najua wewe ni jiwe tu, huwezi kuleta manufaa wala madhara. Kama nisingemuona Mtume akikubusu, nisingekubusu. Ndani ya maneno hayo ya Umar bin Khattab kuna somo. Uislamu haujengi ibada juu ya mawe wala vitu vya dunia, lakini baadhi ya vitu hupewa heshima kwa sababu Allah alivifanya kuwa sehemu ya historia ya imani. Na labda ndio maana jiwe jeusi linaendelea kuwavutia watu wengi kwa hisia ambazo ni vigumu kuzieleza kwa maneno. Kwa baadhi yao ni ukumbusho wa Nabii Ibrahim. Kwa wengine ni ukumbusho wa Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Na kwa wengi zaidi ni ukumbusho ya kwamba nyuma ya maisha haya mafupi kuna safari ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii mamilioni ya watu husafiri kutoka kila kona ya dunia kwenda Maka. Wengine hutumia miaka kujiandaa, wengine huomba maisha yao yote wapate nafasi ya kuliona jiwe hilo jeusi hata kwa mbali. Na kila wanapoliona ndani ya msongamano mkubwa wa watu, machozi huwabubujika na jitihada za kujipenyeza kuelekea jiwe hilo lilipo zinaongezeka. Si kwa sababu ya jiwe lenyewe, bali kwa sababu ya kile linachowakumbusha. Linawakumbusha historia ya manabii, linawakumbusha unyenyekevu wa ibada, na linawakumbusha ya kwamba katika dunia inayobadilika kila siku, bado kuna alama ambazo zimeendelea kusimama kwa karne nyingi, zikimuelekeza mwanadamu kwa muumba wake. Na hivyo jiwe jeusi linaendelea kubaki si tu sehemu ya Al-Kaaba, bali ni sehemu ya moyo wa historia ya Uislamu. Mimi ni Harun Tambwe. Ijumaa Mubarak. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.